Habari gani mwanafamilia wa Tugeza Online, na tumekutana kwa taarifa zote ambazo tunatoa mitandao ya kijamii. Bwana, tuko hapa na B-Level Bar, fundi majumba, tupo na Baba Levo. Baba Levo bana, siku ya jana nadhani sio kuletea habari, alisema kwamba anauza account yake ya Instagram na alikuwa anauza kwa $600,000 ambayo ni thamani kwa pesa ya Tanzania inakuja kama bilioni 1 na milioni 300, kwa sababu kwamba ameamua kuiuza. Na akasema kwamba jamani, watu ambao mmenifollow mimi, mashabiki zangu wote ambao mmenifollow mimi kwenye page yangu, msije mkashangaa baada ya siku 2-3 mkao kwa dalali mza nyumba, mkao kwa dalali mza viwanja, mkao kwa mama mza maziwa, kwa sababu account yangu ninaiuza rasmi. Lakini sasa hivi amebadilisha, na siku ya jana baada kusema hivi aliweza kutagi kuna page nyingine inaitwa ni Blue Chawa, akasema kwamba kwa sasa hivi nitahamia huku, nitahamia huku, kwa mtakuwa mnanipata huko ambao wote mna shida na mimi. Na account yake kwa sasa ina followers milioni 2.7 ambayo alikuwa anataka kuiuza kwa thamani ya $600,000 za Kimarekani, maana yake inakuja kama bilioni 1.3. Sasa taifa nyingine ameamua kuitoa Baba Levo kwenye page yake ya Instagram. Diamond bana, baada ya kuona Baba Levo anataka kuuza account yake ya Instagram, akamuuliza shida ni nini mpaka unataka kuuza account yako ya Instagram? Kipi kimepelekea hadi utamani kuuza account yako ya Instagram? Kwa sababu hiyo ni biashara yako. Unapata endorsement, unapost kwenye page yako ya Instagram, vitu kama hivyo. Kwa maana yake mwisho wa siku unapokuwa na followers wachache, hata pia endorsement unaweza kusema kwamba huyu hapa hana ushawishi wowote. Watu wanakufuatilia, wanakupa michongo kwa sababu ya followers ulionao, kwamba huyu hapa ana namba ya wafuasi wengi, ana namba kubwa sana ya wafuasi. Kwa hiyo tukimpa mchongo, manake tutapata pia wateja kwa wakati, na wateja watakuwa ni wengi kweli kweli. Sasa Baba Levo akaulizwa na Diamond, kwa nini unataka kuuza account? Na Baba Levo akaelezea. Diamond akamwahidi kwamba okay, kama ni shida hiyo basi mimi ninakuazima pesa uweze kufanya shida zako, ukishamaliza utakuwa unanilipa mdogo mdogo. Na hapa Diamond kama kaidi amemzuia kuuza account, na amempatia, anataka kumkopesha kiasi cha pesa za Tanzania milioni 130. Kwa Diamond anampatia Baba Levo hiyo pesa ili asiweze kuuza account hiyo ya Instagram. Baba Levo ameweza kumposti Nasibu, ameweza kumposti Diamond kwenye page yake ya Instagram na kusema kwamba my boss Diamond Platnumz kanizuia kuuza account, kasema atanikopesha milioni 130. Akasema asante sana Diamond Platnumz kwa kunijali, kwamba tena account ile ambayo amesema ataiuza hawezi tena kuiuza, ila atakopeshwa kiasi cha pesa milioni 130. Kwa hiyo manake amepiga chini kuiuza account. Unasema kwamba sio 30, sio 30 ni 30. Unasema kwamba sio 30 ni naanza kubishana sasa hapa. Unasema kwamba alafu zote unaenda kubeti, mjinga wewe. Hizo pesa zote unapewa lakini unaenda kubeti. Acha tukuone. Nasema hapo uhakika lazima apasuliwe kwanza na muhindi. Nusu hiyo pesa lazima ikaliwe. Unasema kwamba ila wewe naye au basi, wewe naye au basi ngoja tukuache tu. Tusikiongelee sana. Unasema hebu labda sema wewe dada mkubwa. Unasema kwamba 30. Unasema kwamba tukisema makalio yanamwasha mnasema hatujafunzwa na wazazi wetu, basi semeni nyie sasa jamani. Unasema kwamba ila wewe naye unataka iwe unamuongelea Kilandage, ungekuwa unasifia okay. Unasema kwamba kwa hiyo ameamua kukupa hela zote za kwangwalu za Harmonize akupe wewe, si ndio? Pesa zote ambazo Harmonize analia kila siku memdhulumu, ameamua kupatia wewe ufanye mambo yako. Wasema kwamba wewe naye waga ni muongo sana. Diamond hizo pesa waweza akakupa hata siku moja. Piga uagalagaza miaka laki, acha kutudanganya, usifanye sisi ni mazuzu. Usizingatia kwa walio above miaka 18, karibu kwenye page yangu, okay? Wasema kwamba yeye mwenyewe milioni 130. Pesa zake hizo kwanza ni za Harmonize. Show za Harmonize na muziki za Harmonize zote pesa nakusanya Diamond. Halafu eti ndo aje akupatie wewe. Hicho kitu hakiwezekani. Wasema kwa hiyo hana milioni Diamond hana milioni 30, unasema unataka kusema. Wasema kwamba wanabishana hapa mambo ya pesa. Wasema kwamba basi mzalie sasa na wewe, kama unaona ni mtu ambaye ni wa muhimu kwako, anakupatia mpaka pesa nyingi kiasi hicho, mzalie basi iweze kumfurahisha hata siku moja. Wanasema kwamba na ubingwa unabaki nao niite umbwa. Wanasema kwamba tunanunua machawa kwa $500. Karibuni. Wanasema kwamba mimi hela sambamba na mabosi.
Unasema kwamba na unaenda kasino unaliwa pesa yote. Tatizo kamali sana ndugu yangu, kamali, unacheza mno kamali, punguza. Mwisho wa siku Diamond atakukataa kwa sababu hutaki kubadilika tabia yako, unacheza kamali sana. Unasema kwamba dhamana uliweka nini, usije kukuta unataka kuleft group ukishindwa kurejesha hela ujikatae kwa safi pale. Unasema investment kwenye mziki wako sasa na wewe uuze zaidi ya Barnaba. Unasema usipende kupewa sana mwanetu. Unasema kwamba tutaambia tu boya wewe mjinga. Endelea kufurahia pesa za mwanaume mwenzio. Unasema kwamba hata mimi nisinge kushauri uze account, maana hiyo ndio inakuwezesha wewe upate michongo mingi. Hasa ukiuza utapata wapi pesa ya kula mzee baba? Kikweli sikushauri na mimi hiyo account uiuze. Unasema bado kukula tu. Unasema kwamba mkopo sio. Hiyo pesa utailipaje mzee baba? Kwa kazi gani ambayo utakuingizia pesa uweze kulipa hiyo pesa yote? Unasema mpe Harmonize hela zake kwanza ndio mkopeshane. Unasema nikwambie kitu rafiki yangu, kapimwa akili, yani ujielewi, una haha sana. Unasema kwamba milioni 130 wapi na wapi? Diamond akupio pesa kwa issue gani hasa ambayo umemfanyia hadi akupio pesa? Kwa upendo tu sometimes. Unajua sometimes kikaa na mtu vizuri alafu kumuona ni mpambanaji anajituma, unaweza kumkopesha tu hata kiasi cha pesa. Unasema nyie mnajiita sijui machawa ndio mtakuja kuponza huyu kaka, maana hata mama yake mzazi sijawahi ona anamsifia mwanae mambo ya hela. That's very sad. Nasema kwamba wewe mwanaume usipende mseleleko. Wewe ni mwanaume, pambana kwa nguvu zako zote upate pesa kwa akili yako mwenyewe, sio kwenda kutaka mseleleko tu kila kukicha. Unasema akili yako ya kutudanganya unachukulia sisi wote ni wajinga, sio? Hizo pesa wewe Diamond akakupa kirahisi hivyo. Kwa issue gani hasa umefanya paka akupe kiasi hicho cha pesa? Unasema kwamba kamali mbaya sana mzee baba, punguza kamali uweze kudumu na pesa zako hizo, unless otherwise utaishia kuombaomba sana kila siku. Baba Levo anamwambia kamali amezidisha sana, kwa hiyo apunguze mambo ya kamali. Wasikapunguza kamali madili kibao, lakini njaa daily umelogwa wewe mzee baba. Wasa kwamba mtakuja kufanya huyu jamaa ulogwe bure, hiyo pesa ataitoa wapi akukopeshe wewe? Milioni 130 akupe wewe kama nani? Wasa yani aliyekuzaa kapata tabu sana. Wewe na Dynamo mnakopeshana ili uweje kwa mfano? Mnakopeshana pesa ili uweje? Sidhani kama kuna ukweli wote hapo. Mnatufunga kamba tu. Hauna pesa wewe. Wewe na bosi wako wote hamna pesa hiyo. Bwana, hizo ni baadhi ya comment za watu, sijui una maoni gani? Wewe comment yako picha nayo. Lakini kama ndo mara yako ya kwanza kutembea channel hii ya Tugeza Online, na kuomba usisahau kusubscribe kujihakikisha kabisa unapata zote kwa wakati. Ciao.